Nchimbi ni comrade wa siasa, ni mkongwe katika CCM, hakuna anayekataa hilo. Amekuwa makamu, amekuwa mwenyekiti wa vijana taifa kwa miaka 10 kama sikosei, wakati wa Mzee Mkapa mpaka anamaliza. Nchimbi amekuwa mbunge wa jimbo la Songea. Nchimbi amekuwa waziri wa mambo ya ndani kama sikosei ni hivyo wakati wa Kikwete. Nchimbi amekuwa balozi. Nchimbi amekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi cha CCM, ni chama kikubwa sana, ni nafasi nyeti. Nchimbi amekuwa makamu wa rais, ndio nafasi yake ya mwisho, amesema anajiuzulu mambo yote ya kisiasa. Lakini nataka nieleze historia yake kidogo kwa uchache na watu warudi nyuma na tuwe wa kweli. Acheni kuanza kumdodosa rais kwamba hivi na hivi au kudodosa serikali. Mimi naamini rais hana chuki na Nchimbi wala hana chuki na mtu yoyote. Ila inawezekana kaka yangu Nchimbi alikuwa anapokea yawezekana maelekezo kutoka nje na serikali yake. Kwanza Nchimbi wakati wa Kikwete lazima tumkumbuke alifanya nini. Na mpaka kuteuliwa na Magufuli kwenda nchi aliacha amefanya nini nchini. Tuwe wa kweli wa Tanzania. Hawa ni viongozi. Sinyesi mnasema tuseme ukweli, sasa ukweli ndio huu. Wala mimi simtukani Nchimbi, ni comrade. Mimi simfikii Nchimbi hata robo yake ya mambo aliyofanya nchi. Amekuwa kiongozi mkubwa na mchango katika chama na serikali na kaisaidia Tanzania. Lakini tufike sehemu tuambie watu ukweli. Emmanuel Nchimbi wakati wa Mzee Jakaya aliteuliwa kuwa waziri kama sikosea mambo ya ndani. Kulianzishwa operation nini ile Tokomeza. Nchimbi hakufanya vizuri. Inasemekana hakufanya vizuri, ndio ilikuwa sababu ya yeye kuvuliwa uwaziri na kujiuzulu uwaziri. Hiyo ni sifa ya kwanza ya Nchimbi. Huu ni ukweli. Nchimbi baada ya hapo tukaenda kwenye kinyang'anyiro bila kujua kwamba rais aliyemteua kuwa waziri ndio aliyempa heshima yeye kumjua. Na nataka watu waelewe hakuna mkubwa zaidi ya CCM ndani ya chama chochote. Hata wa Chadema lazima na wao wanasema chama ndio kikubwa, sio mtu. Hata huyo Heche Watanzania wamemjua kwa ajili ya Chadema, akitoka Chadema Heche anazimika. Sasa kwa nini muone upande wenu na upande wao msiuone? Nchimbi amejulikana kwa sababu ya CCM, uwezo wake, umakini wake, na wao ndio waliomwandaa. Lakini kuna vitu fulani kakaangu Nchimbi anavikosea. Amekosa uzalendo na ukweli na nidhamu katika viongozi wake. Mnakumbuka Nchimbi wakati Lowassa anasimama kugombea urais, Nchimbi alikuwa upande wa Lowassa na Lowassa alikwenda Chadema. Sasa Nchimbi alikwenda wapi? Hamjiulizi Nchimbi alikwenda wapi? Lowassa alimkataa Kikwete, alimsaliti mchana, akaukosa urais ndani ya CCM. Akatoka akaenda Chadema. Lowassa alikuwa anataka urais na aliukosa, na Mungu amemchukua bila kupata urais. System yote ilimkataa. Kikwete alimkataa. Lakini siku ya uchaguzi ya kupiga kura za maoni pale Dodoma, Nchimbi bila uoga, bila aibu, bila uzalendo alisimama kwenye lango la ukumbi wa mkutano, anaojua na waandishi wa habari, anasema uchaguzi haukuwa wa haki, ulikuwa na dhuluma, ufisadi, wizi, Lowassa amedhulumiwa. Bila kujua kwamba kwa nini CCM wamemweka chini Lowassa. Wamesimama wamemchagua mzee John Pombe Magufuli. Hakuangalia hilo. Aliangalia maslahi yake yeye na Lowassa bila kuangalia maslahi ya nchi nzima, kwa sababu chama cha CCM kipo nchi nzima kuanzia chini mpaka juu. Na chama ndio kilimkataa. System ya idara ya usalama wa taifa iko chini mpaka juu. System ilimkataa Lowassa. Huu ndio ukweli. Kikwete pekee yake hawezi kumkataa mtu na akakubalika. Ina maana watu wenye akili, watu wa system walinusu, wakaona huyu mzee hawezi kuwa rais. Wakangoka wakampa nani mzee Magufuli. Lakini Lowassa, Nchimbi alisema, akawakashifu mkutanoni, alikuwa yeye na Sofia Simba walisema ile ni dosari na kasoro. Haiwezekani mimi nimpinge bwana wangu. Ni utovu wa nidhamu hali ya juu, hata nikiwa na elimu ya namna gani. Lakini kuna nafasi ya bosi wangu, lazima nimpe nafasi. Nchimbi akawa ameteuliwa kwa utu wa Magufuli na utu wa Chama cha Mapinduzi cha CCM na serikali ya CCM ikamchukua ikampa ubalozi kule Cuba. Ni wapi? Brazil. Mungu amejalia, amemaliza muda wake, amerudi. Si kwamba nchi kulikuwa kuna watu wenye uwezo zaidi ya Nchimbi. CCM ni karakana. CCM ni mtambo unafua watu, unaandaa vijana, ina makomradi, vijana, wazee, kina mama na kina dada.
Lakini kwa huruma yake Dr. Samia na kwa utu wake na uzalendo huyu mama na roho yake ya kibinadamu na CCM kwa roho yake ya kiutu, wakasema Emmanuel John Nchimbi atakuwa katibu mkuu wa CCM. Akiwa katibu wa CCM, rais anatukanwa, anadhalilishwa. Kijana mmoja kule Bukoba alizungumza kwa uchungu, sio kwamba ni mtekaji yule kijana wa CCM, ni mwenyekiti wa vijana kama sikosei. Mbele yake ule ni uchungu, uzalendo ulichupa mpaka. Kijana akasema kwa uchungu, yoyote atakayemtukana rais hapa tutadili naye, tutampoteza. Yeye badala hata kama kijana alikosea angemuita pembeni, alimzalilisha pale pale. Kwamba mtu anaongea mambo ya hovyo tu, hatuwezi kukaa kimya leo tumjibu hapa hapa. Hivi naingia akilini? Kumtukana rais ilikuwa sio mambo ya hovyo? Kwa nini kuwakemewa na mtukana rais, lakini anemtetea rais kwa maneno umemwambia wa hovyo? Na we ni boss, ni katibu mkuu wa chama kikubwa. Lakini sisi kwa sababu kina watu wenye busara ikasema acheni. Mungu akajalia ule bwana akapewa umakamu wa rais. Haiwezekani mimi niwe padri, natoa mfano huu, sio kama na ukashifu Kristo, natoa mfano. Padri yuko chini ya askofu. Askofu anasema Pasaka ya kesho tutachinja mbuzi wawili na ng'ombe mmoja. Anasimama padri anasema hatuwezi kuchinja ng'ombe wawili, tutachinja kondoo mmoja tu atatosha. Sasa utasema kweli ni padri mwenye nidhamu? Sio padri mwenye nidhamu. Askofu anasimama anatoa sakramenti, padri anasema hapana, leo hakuna sakramenti, mtaondoka hivi hivi, hakuna sakramenti. Huyo sio padri, hana nidhamu. Utumishi, uongozi ni nidhamu. Hata kama umemzidi bosi wako kwa elimu, kwa vidato, kwa vyovyote, akisha kuwa kiongozi wako ni kiongozi. Jakaya alimteua Profesa Maki Mwandosha kuwa waziri wake. Mwandosha ni profesa na waligombea wote urais. Kwa nini CCM walimwacha profesa wakampa Jakaya mwenye degree moja? Waliona Kikwete anafiti. Pamoja na profesa wake huyu kaka yangu Maki Mwandosha ni mbunge wangu kule alikuwa. Lakini wakaona hapana, kuna vitu amepwaya huyu, wacha achukue huyu. Na alipopata urais Kikwete alimteua kwa waziri wake. Lakini Mwandosha alimheshimu sana Jakaya kama rais wake, bosi wake. Sasa swala la katiba tumeona. Swala la katiba, rais na chama cha CCM kilikubali katiba na kimekubali, wala hakina shida. Walisema swala la katiba tutalishughulikia. Katiba sio kama niamke nyumbani kwangu nachukua shati langu nafua limetakata na nyosha na vaa. Hapana. Katiba si jambo la mchezo, linahitaji utulivu, busara, hekima na umakini wa hali ya juu. Linapelekwa taratibu kwa umakini. Anasimama makamu wa rais Bwana Emmanuel John Nchimbi anasema piganieni katiba. Tufie katiba, sisi tufie katiba. Badala wewe ni Mkristo uambie Wakristo wamfie Yesu Kristo. Wewe ni Muislamu wamfie Mwenyezi Mungu na Qur'ani yao. Wakristo wamfie Yesu Kristo. Unasema Watanzania wafie katiba. Wakishafia katiba nani anawapeleka mbinguni? Atawalipa nani? Kwa nini wewe unataka kuvaa suti ya kumzidi bosi wako? Kule Kenya wakati wa Mzee Moi kuna mwandishi mmoja, kulikuwa na sherehe za sikukuu ya kitaifa. Siku ya kwanza Moi amevaa suti, siku ya pili akavaa suti. Mwandishi anasema kwenye radio KBC, naomba mlijue hili, akasema leo Mzee Daniel Arap Moi amevaa suti yake ile ile ya jana. Rais amevaa suti ya jana. Anamaliza, haki ya Mungu sio uongo, anamaliza tamko lile anaambiwa twende ukatoe maelezo. Suti ya jana amevaa, ulimnunulia wewe? Ina maana rais hana suti, ulikuwa na agenda gani kumzalilisha rais? Akaambiwa kuanzia leo kazi huna. Kwa kuna taasisi ambazo hazichezewi. Rais ni taasisi kubwa na ni nyeti, haichezewi. Hakuna aliyekuwa juu ya rais. Tunaposema rais ndio namba moja katika nchi, yeye ndio anateua rais wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchi nzima. Makamanda wote wanasaluti kwake. Sasa wewe umepata bahati ya kuwa makamu, kwa nini unashindwa kucheza ngoma moja na rais wako, ili litakapotokea baya uwe mzigo wa rais wako?